Rais wa Urusi Vladimir Putin ameelezea taswira ya vita vinavyoendelea baina ya Urusi na Ukraine katika mji wa kimkakati wa Pokrovsk alipowatembelea askari waliojeruhiwa vitani katika hospitali ya kijeshi ya Mandirka. Putin amewaambia askari hao kuwa operesheni maalum ya kijeshi huko Donbas inaendelea vizuri kwa upande wa Urusi. Nanukuu kauli yake: "Wenzenu wanapiga hatua na kufanya operesheni kikamilifu katika maeneo yote. Huko Kupiansk na Pokrovsk, wanajeshi wa adui wamezingirwa na vikosi vyetu na vinasonga mbele." Mwisho wa kunukuu. Putin ameongeza kuwa amezungumza na makamanda wa vikosi husika kuhusu uwezekano wa kuruhusu waandishi wa habari wa kigeni na wa Ukraine kuingia kwenye maeneo yaliyozingirwa ili wajionee wenyewe kinachoendelea na kuthibitisha hali ya wanajeshi wa Ukraine waliozingirwa, akifananisha tukio hilo na kuzingirwa kwa kikosi cha Azov kilichozingirwa na vikosi vya Urusi mwanzoni mwa vita hiyo. Putin amewapongeza askari hao kwa moyo wa kujitoa kutetea taifa la Urusi, akisisitiza umuhimu wa jukumu lao. Nanukuu kauli yake: "Kile mnachokifanya ni kazi muhimu zaidi ya taifa kwa sasa, kuhakikisha usalama wa nchi yetu na watu wake kwa muda mrefu." Mwisho wa kunukuu. Aidha, Putin ametumia nafasi hiyo kutangaza mafanikio mapya ya kijeshi na teknolojia ya Urusi. Vikosi vya wanajeshi wa ardhini vya Urusi vinaendelea kusonga mbele ndani ya mji wa Pokrovsk, moja kati ya miji mikubwa ya mwisho katika eneo la Donetsk ambalo bado linashikiliwa na Ukraine. Mji wa kimkakati wa Pokrovsk ulioko katika mkoa wa Donetsk unakuwa mji wa kwanza mkubwa wa Ukraine kutekwa na Urusi baada ya kuanguka kwa mji wa Avdiivka mnamo Februari 2024. Kwa sasa vikosi vya Urusi vimedhibiti maeneo ya kaskazini, mashariki na kusini mwa mji huo. Pokrovsk na mji jirani wa Mayornod ambao kwa pamoja huunda eneo la mijini lilokuwa na idadi ya watu 100,000 kabla ya vita kuanza mwezi Februari mwaka 2023. Pokrovsk ni moyo wa usafirishaji katika ukanda wa Donetsk, inaunganisha barabara kuu na reli zinazoelekea magharibi mwa Ukraine. Ikiwa Urusi itafanikiwa kuukalia mji huo, ni wazi kuwa itapata ushoroba kuelekea mji wa Dnipropetrovsk, hatua ambayo inaweza kubadili mizani ya vita mashariki mwa nchi hiyo. Kwa sasa mapambano yanaendelea mtaa kwa mtaa, huku hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya kwa raia waliobaki ndani ya mji huo.